katika kupata utukufu mwana wa Adamu duniani hapa kadhalika kesho yaumul qiyama ni kumcha Allah tabaraka wa taala. Na kumcha Allah ayuha al-ahibba ni fi'lul awamiri wa tarku nawahi, ni kutenda yale ambayo Allah ameamrisha kwetu na kujiweka mbali na yote ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza kwetu. Ndugu zangu, ukikamata njia hii ni sababu ya kufanikiwa na kufuzu. Aya 3 tulizozinukuu katika khutbatul haja, lakini pia Allah tabaraka wa taala anasema inna lilmuttaqina mafaza, kwa hakika wacha Mungu wamefuzu. Wanawazuoni wetu wa tafsiri wanaifasiri aya hii almuttaquna fazu fi dunya wal akhirah, wacha Mungu wamefuzu duniani kadhalika kesho yaumul qiyama. Namna gani mcha Mungu anakuwa amefuzu duniani? Anafuzu duniani mcha Mungu kwa kuishi maisha yenye utulivu, maisha yenye amani, maisha yenye qanaa na kile ambacho Allah anamruzuku na anampa kila siku. Lakini si hivyo, kwa mazingira ya kukinai kwake huko utamkuta anatenda yale ambayo Allah anayataka na kujiweka mbali na yote ambayo Allah tabaraka wa taala anayakataza na kuyaghadhibikia. Na ama mcha Mungu kesho yaumul qiyama anafuzu kwa kuruzukiwa pepo ambayo Allah tabaraka wa taala anatuambia uiddati lilmuttaqin, ameiandaa kwa ajili ya wacha Mungu. Ya Rabbi, tunakuomba utulee katika maisha haya dunia tukitenda yale ambayo wewe wayaridhia na kutuweka mbali na yote ambayo wayachukia na kuyaghadhibikia, ili tuwe wacha Mungu na tufe katika mazingira hayo, na kesho yaumul qiyama uturuzuku pepo pamoja na mtume wako Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuha al-ahibba, ama hutuba yetu katika siku ya leo itakuwa ikikumbushia kwenu almasjidu wa makanatuhu fil islami, msikiti na nafasi yake katika maisha ya Muislamu. Ni kwa nini ndugu zangu tunakumbushana juu ya hili? Tunakumbushana juu ya hili tukiwa katika kijiji hiki cha Ipululu leo tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2024 Hijiria, katika mkoa huu wa Tabora. Tunasema jimbo la Igalula vijijini au wilaya ya Uyui. Tunakumbushana juu ya msikiti na sehemu yake katika Uislamu ni kwa sababu tunauzindua msikiti huu, Masjidu Taqwa, msikiti ambao walillahi alhamdu takriban 99.9 ya ujenzi wake umekamilika. Tunafuraha kwa hakika kwa Allah tabaraka wa taala tukiuzindua msikiti huu, hali ya kuwa tukikumbushana juu ya nafasi ya msikiti katika maisha ya Muislamu, ili kila Muislamu, si hapa tu Ipululu, lakini pahala popote duniani ambao tunaamini hutuba yetu inatembea takriban ulimwengu mzima, kwa sababu itasikika katika television ya Mahasin TV, lakini si hivyo, itasikika katika Oba Television Online, na kwa mazingira hayo itakwenda katika nchi nyingi sana ambayo watu wanatufuatilia takriban kila Ijumaa katika hutuba zetu. Sote tunatasharraf ya kujua na kutambua ya kwamba msikiti katika maisha ya Muislamu innahu almakanul a'zam. Msikiti ni sehemu kubwa, ni sehemu tukufu, ni sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala ameipa hadhi ya upekee katika maisha ambayo wanadamu wanaishi nayo katika hii dunia kwa kupita katika makazi ambayo wao wanayakaa. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'an suratul Jinn 18, wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Watu wana majumba, ima nyumba zinazohamishika kwa maana ya mahema au nyumba zilizotuziana, hizi nyumba ambazo tunaishi. Lakini nyumba zetu zote hizi ambazo sisi tunaziishi, tunazikaa, zina mazingira tofauti na msikiti, zina hadhi tofauti na msikiti. Msikiti ni nyumba sawa sawa kabisa, lakini ni nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Nyumba hii ina maelekezo yake tofauti na majumba yetu. Allah tabaraka wa taala anatuambia wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, na kwa hakika misikiti ni nyumba za Allah tabaraka wa taala. Msiingie katika misikiti mkaomba, mkaabudu, mkategemea pamoja na Allah tabaraka wa taala na yeyote. Aweza mtu kuwa katika nyumba yake
ndani ya nyumba yake mlangoni akaweka tarasimu, ndani ya nyumba yake akafukia vitu akitegemea kuwa ni kinga, anaishi maisha ya kishirikina. Lakini vyote hivi msikitini huwezi kuvikuta. Akiingia mja msikitini anakuja kumwabudu Allah tabaraka wa taala, haitegemewi wala haitarajiwi mja huyu katika msikiti akawa ni mwenye kumwabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Hii ndiyo nafasi nambari moja ya msikiti, kuwa ina hadhi na utukufu wa pekee dhidi ya majumba ambayo wanadamu wanayaishi katika maisha yao. Ndugu zangu katika imani, bali si hivyo, Allah tabaraka wa taala anatukumbusha katika surati Nur aya ya 36, anaeleza hadhi ya msikiti, nafasi ya msikiti katika maisha ya Muislamu. Anasema Allah, fi buyutin adhina Allah, katika nyumba ambazo ni msikiti Allah tabaraka wa taala ameidhinisha, ameruhusu an turfaa wa yudhkara fiha ismuhu. Kwanza kabisa ni kunyenyuliwa na kutajwa ndani ya nyumba hizo jina lake Allah tabaraka wa taala. Si hivyo, Allah tabaraka wa taala anasema yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, anasabihiwa Allah tabaraka wa taala ndani ya nyumba hizo asubuhi na jioni. Hakuna sehemu nyingine isipokuwa ni misikiti. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema ahabbul biladi ila Allah, miji inayopendeka na Allah tabaraka wa taala, maeneo yanayopendeka na Allah tabaraka wa taala ni nini? Masajiduha, ni misikiti yake. Haya ndiyo maeneo nambari moja yanayopendwa na Allah. Limadha Allahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu almasajid? Kwa nini Allah mtukufu anapenda misikiti? Allah tabaraka wa ta'ala anapenda misikiti kwa sababu wanaoingia ndani ya msikiti hawaingii kwa lengo jingine isipokuwa ni kumnyenyua yeye, kumtukuza yeye, kunyenyua utajo wake, kumwabudu yeye, kumtegemea yeye, kumwomba yeye. Akasema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini kinyume na Allah kupenda misikiti, maeneo katika hii dunia ambayo wanadamu wanayapita, wanayakaa, wanayaishi, yanayochukiwa na Allah tabaraka wa taala, aswaquha, ni sehemu za masoko. Na kwa nini Allah anachukia maeneo ya masokoni? Kwa nini Allah asichukie maeneo ya masokoni? Maana kuna watu kwa makusudi wanapandisha bei ya bidhaa kwa lengo la kukomoa watu wenye uchumi mdogo. Mtu anaiuza bidhaa mara 3 ya faida ambayo alitaraji kuipata mara moja, lakini si hivyo, anainyenyua bidhaa hii kwa gharama kubwa, hali ya kuwa anaapa viapo vya uongo. Wallahi mimi nimeununua muhogo huu ghali, wallahi mimi nimenunua machungwa haya ghali, wallahi mimi nimenunua nyanya hizi ghali. Muongo, hana ukweli, anaapa viapo vya uongo. Lakini nafasi nyingine, sababu nyingine ya Allah tabaraka wa taala kuchukia masokoni ni sehemu ambazo watu wanaeneza shirki kwa kiasi kikubwa. Mwingine anauza ameweka mkaa, anategemea ndio umlindie pesa yake. Mwingine anauza ameweka ndimu, pengine ndimu ina miaka 10 imeshakaukiana, anategemea imlindie pesa yake. Mwingine ana ndago, amechimbia sehemu ya biashara yake apate kuvuta watu. Wengine wanafuga majini chuma ulete kuiba pesa za wenzi wao. Si hivyo, Allah tabaraka wa taala anachukia sana masokoni, ni kwa sababu ni sehemu ambazo watu hupayuka hovyo, huweka ushindani wa maneno katika mambo ambayo hayana faida na wao. Kupayuka kunakopelekea kuwepo zogo ambalo halina faida yeyote. Lakini sababu nyingine ya Allah tabaraka wa taala kuchukia sokoni ni miongoni mwa maeneo ambayo Allah tabaraka wa taala huwasiwa mno kwa maasi ya aina mbalimbali. Wanamama, kina mama wanatongozwa sana masokoni, na ndio maana hata Uislamu ukafundisha, ukaelekeza hasa mwanamume, muhudumie mke wako kwa kwenda mwenyewe sokoni, ili usimwepushe na vishawishi vilivyoko sokoni. Kuna watu mitaji yao kila siku inaporomoka chini. Kwa nini inaporomoka chini? Maana yake faida ya mafungu yake 3 ya nyanya amehonga wake za watu 3, lengo awapate kazini nao. Haya ni miongoni mwa mambo yanayoonekana masokoni. Ndiyo sababu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema
miongoni mwa maeneo yanayochukiwa na Allah tabaraka wa taala ni masokoni. Leo mimi na wewe tuko ndani ya Masjidu Taqwa, sehemu ambayo Allah tabaraka wa taala anaipenda sana, anaifurahikia sana, kwa sababu waja wake wanapoingia humu wanaingia kwa lengo la kumnyenyua yeye, kwa lengo la kumtaja yeye, kwa lengo la kumwabudu yeye. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika msikiti una nafasi kubwa sana katika maisha ya Muislamu. Msikiti unatofautiana na nyumba yako. Nyumbani kwako unaishi, unalala, hauthawabiki. Lakini msikitini ukija kukaa msikitini ni thawabu. Ukikusudia kukaa itikafu ni thawabu. Si hivyo, msikiti ni nyumba peke yake ambayo haina ubaguzi baina ya wanadamu. Nyumba ya tajiri vigumu sana maskini kuingia. Nyumba ya kiongozi, ya rais, ni vigumu sana maskini, mtu wa chini kuingia. Muda mwingine ukiingia Ikulu unavishwa beji, kitambulisho maalum, ukakaguliwa na kila kitu. Lakini msikitini humo hakuna aliyekaguliwa mlangoni. Nyumba tukufu kuliko yote, hakuna ikulu hata moja duniani, kasri la kifalme hata moja duniani linaweza fikia thamani na utukufu wa msikiti. Lakini watu wanaingia pasina kukaguliwa. Lakini ajabu, wanaoingia humu, matajiri wanaingia, masikini wanaingia, maprofesa wanaingia, wasio na elimu wanaingia, viongozi wanaingia, wasio viongozi wanaingia. Msikitini, ndugu zangu, ni nyumba ambayo Allah tabaraka wa taala ametengeneza mazingira ya kuwasawazisha, kuwaweka sawa watu. Wanaoingia ndani ya msikiti, hakuna mmoja anaweza ruhusiwa kujihisi kuwa yeye ni bora kuliko mwenzake. Akija rais tutasali naye na atawajibika kukaa kwenye safu, anyoshe safu pamoja na sisi. Akija tajiri tutasimama naye, hakuna kusema kwa sababu mimi tajiri sogea pembeni yangu na we ni masikini. Ni lazima tuunganishe safu, tunyoshe safu pamoja naye ili sala zetu ziwe sahihi. Akija profesa atakaa na mimi nisiye profesa na kuwa pamoja naye katika safu, ndio utimamu wa ibada zetu. Huu ni msikiti, ndugu zangu katika imani. Ni nyumba yenye hadhi ya pekee mno katika maisha ya mwanadamu. Lakini mtihani na masikitiko yaliyo makubwa, wengi miongoni mwa Waislamu leo hawajui na hawatambui thamani ya msikiti. Watu wamekimbia misikiti, wameitoroka misikiti, wameihama misikiti. Kuna ambao wanaonekana msikitini Ijumaa mpaka Ijumaa. Kuna ambao hawaonekani hata Ijumaa mpaka Ijumaa, wao ni Idi mpaka Idi. Wachache mno wanaoonekana msikitini mara 5 kwa siku. Bali wachache sana ambao wanaona vijiwe vya kujadili timu zao, vijiwe vya kujadili umbea, upashkuna, havina ubora wowote ule. Bora nikakae msikitini, ima itikafu au muda wote nitakaokuwepo msikitini nipate thawabu kwa Allah tabaraka wa taala. Mimi na wewe ndugu yangu, tuko katika kijiji hiki cha Ipululu. Allah ameturuzuku msikiti, nyumba bora miongoni mwa nyumba zake. Tuitumie nyumba hii kuwa ni sababu rahisi ya kuwa karibu na Allah tabaraka wa taala. Tuitumie nyumba hii kuwa ni sababu rahisi ya kutukurubisha karibu na Allah, na mwisho wa siku tuweze ruzukiwa pepo tukufu kesho yaumul qiyama. Ya Rabbi, tuongoze pale tulipokosea na tusamehe pale tulipoteleza. Wewe Allah ni mwenye kusamehe waja wako na ni mwingi wa kuonea huruma. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al barru al karim. Tumcheni Allah tabaraka wa taala kwa kufanya msikiti kuwa ni kikazi chetu na kujiepusha na vikazi vingi ambavyo badala ya kutupa faida vinazidi kutuweka mbali na radhi za Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika iman, innal muslima la budda an yuraji'a nafsahu ma'a alaqatihi bil masjid. Hakika ya Muislamu ni lazima arudi kutazama uhusiano wake na msikiti. Muislamu apekue mahusiano yake na nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Aone msikiti una nafasi gani katika moyo wake. Ikiwa Allah mtukufu maeneo anayoyapenda ni msikiti, bila shaka ni jambo bora na la lazima mno
kwa mimi mja wa Allah tabaraka wa taala kuujalia msikiti kuwa ni kipenzi cha moyo wangu, nikajalia kiwiliwili changu sehemu ya kupumzika ni msikitini. Msikiti ni hisnu hasinun, msikiti ni kinga inayomzuia mwana wa Adamu kutenda madhambi. Hakuna anayekuja msikitini ila amesalimika kwa Allah tabaraka wa taala. Kaa msikitini hata usimtaje Allah. Kaa msikitini kuwa kimya tu, tayari wewe umejitengelezea mazingira yaliyo bora. Wako malaikatur rahmani hum pamoja nasi. Una ulinzi wa Allah tabaraka wa taala, una uangalizi wa Allah tabaraka wa taala. Lakini ukiamua kukaa msikitini na kumtaja Allah na kumwabudu Allah, utakuwa umetengeneza mazingira ya kujilimbikizia fadhila kubwa mno mbele yake Allah tabaraka wa taala. Is'al nafsaka ayuha alahibba, iulize nafsi yako ndugu yangu katika imani, mazingira ya moyo wako yana mapenzi na msikiti? Hivi umewekeza kwenye moyo wako kuupenda msikiti zaidi kuliko vijiwe vinavyojadili pengine maisha ya watu, ikawa unateta na kusengenya watu kila siku? Vijiwe vinavyojadili kazi za watu ambazo hazikupi faida yeyote, wala wale watu hawakujui wala hawakutambui wewe. Wangapi ndugu zangu katika sisi wanaopoteza nyakati zao za maana mno kwenye vijiwe vya kujadili mipira inayochezwa ng'ambo za mbali, mataifa ya kimagharibi Ulaya, inayochezwa pahala pengi pambali. Wale waliocheza hata hawajui kuwa sehemu fulani kuna mtu fulani anajadili maisha yangu, anajadili mkataba wa kazi yangu. Ndani ya hapo ukasema uongo pasina kujua mkataba huko katika mazingira yapi, na wako malaika wanaandika maneno unayoyasema. Ikawa ndani yake unasema uongo, siku moja utaulizwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini ukikaa msikitini hata hujaongea, alhamdulillah, upo katika kinga, katika hifadhi. Na ukisema chochote cha kumtukuza Allah, kwako wewe ni rifaa kubwa mno kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini si hivyo ndugu zangu katika imani. Msikiti ni nyumba ambayo Allah tabaraka wa taala ameijalia na kuwataka waliomwamini yeye kuwa ni wenye kuimarisha. Mwenyewe Allah tabaraka wa taala anatuambia katika surati Tauba aya ya 80, innama ya'muru masajida Allahi man amana billah. Hakika si vingine wanaoimarisha nyumba hizi zangu hizi, hii misikiti, wanaoimarisha ni wale waliomwamini Allah tabaraka wa taala. Akhi al-fadil, kaifa yakunu i'maru al-masajid? Ndugu yangu katika imani, inakuwaje kuuimarisha msikiti? Kuuimarisha msikiti ndugu yangu, nambari moja ni kudumu ndani yake kutekeleza sala 5. Miongoni mwa alama za watu waliomwamini Allah ni kusali sala 5. Maana msikiti haukujengwa asali Sheikh Saidi, Sheikh Mwishali peke yao, wasali sijui Mzee Mnyema watu 2 watatu. Msikiti umejengwa kijiji kizima kiingie kiswali. Na uzuri wa bahati, Allah tabaraka wa taala amejalia kijiji hiki zaidi ya 99.... ya wakazi wake ni Waislamu. Itakuwaje kwako yaumul qiyama ukafufuliwa mbele yake Allah tabaraka wa taala? Unaulizwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyama as-salah. Jambo la kwanza mja kuulizwa na Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama ni swala. Allah hatakuuliza ulitumikiaje chama chako. Allah hatakuuliza ulitumikiaje klabu yako ya mpira. Allah hatakuuliza ulitumikiaje chochote kile. Allah ataipekua sala yako kwanza. Ni maneno ya mbora wa viumbe, khairul khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye hasemi uongo, hasemi uzushi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, bali kila anachokisema ni wahi utokao kwa Allah tabaraka wa taala. Unasimamishwa kwa Allah mtukufu, unaulizwa juu ya sala,
na sala ulizikimbia, tena adhana ilitoka ikasikika takriban Ipululu nzima, ukaipuuza, si lolote si chochote. Halafu ulikuwa wapi wakati adhana ya kukuita wewe kwenye mafanikio, kwenye kuongoka inatolewa? Ulikuwa kwenye kijiwe unabishania mpira, ulikuwa pengine kwenye mabedi unamwagilia, ulikuwa unashindilia tumbaku yako. Adhana inakuita kwenye mafanikio, umekaa kwenye haramu. Mwingine yuko nyumbani kwake tu, kana kwamba adhana inayoadhiniwa hausiki nayo, na anaitwa Harun. Haimwajibiki na anaitwa Muhammad. Itakuwaje yaumul qiyama? Utamjibu nini Allah? Na Allah na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, mja akiulizwa kitu cha kwanza kuulizwa ni sala. Fa in salahat, sala ikitengema ya mja ikiwa sawa sawa, salahati sairu amali, matendo yake mengine yote yametengema. Lakini mtu akikutwa kwenye sala ana shida, ana tabu, anaanza kutazamwa kwenye mambo yake mengine. Kwa nini? Sala ya mtu ikiwa imetengema, matendo mengine yametengema. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika ya sala inayoswaliwa na mja vile inavyostahiki inamzuia mja huyo na machafu na maovu. Ya Rabbi, tujalie kuishi katika maisha ya kutekeleza sala tano. Ndugu zangu, wazee wangu, vijana wenzangu, wakazi wa kijiji hiki cha Ipululu, itumieni fursa ya ninyi kuimarisha nyumba ya Allah tabaraka wa taala miongoni mwa nyumba zake, kwa kuhakikisha mnaujaza msikiti huu kila sala. Hata naamini leo Ijumaa, lau wangelitoka wote watu kuja kuswali, msikiti huu pia usingetosha. Lakini kuna watu Ijumaa hii wamekaa majumbani kwao inawapita. Kuna mtu ana Ijumaa 3 imempita. Haiyumkini Muislamu aliyemwamini Allah tabaraka wa taala Ijumaa 3 zinampita akabakia kuwa ni mtu salama kwa Allah tabaraka wa taala, bali inaandikwa kuwa ni mnafiki na anajiingiza kwenye shimo baya sana kwa Allah tabaraka wa taala. Kuna watu wana Ijumaa za miezi 6 wala hawana habari ya kuswali, wala hawana mpango wa kuswali. Nambari 1 kuimarisha nyumba ya Allah tabaraka wa taala ni kuswali. Tusimamisheni sala ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati malakul mauti anamalizia kuifarakanisha roho yake na mwili wake, maneno yaliyosikika kutoka katika kinywa chake kitukufu, as-sala, as-sala, as-sala. Anaunasihi na kuulingania umma wake juu ya sala. Hakuna chenye fadhila kilicho bora kwa Muislamu kuliko sala, ndugu zangu katika imani. Tusimamisheni swala. Na ndio maana wako baadhi ya ahlul ilmi wanakwambia mtu asiyeswali kwa makusudi, anasikia adhana hataki kwenda kuswali, huyu ni kafiri, huyu ni kafiri. Maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum, tofauti iliyo kati yetu sisi Waislamu na wao, kwa maana ya mushirikina Mayahudi na Manasara, as-sala, ni sala. Faman tarakaha faqad kafara, yeyote mwenye kuacha kuswali hakika mtu huyo amekufuru. Ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanawazuoni wanayafasiri tu, wanasema haya ni maneno ya makemeo, ni maneno ya kumkemea mtu ambaye haoni ubora, umuhimu, thamani ya sala katika maisha yake. Imarisheni nyumba hii kwa kuswali, nambari 1. Nambari 2, tunaimarisha nyumba ya Allah tabaraka wa taala kwa kuhakikisha tunailinda kuwa ni yenye kuendelea kubakia katika mazingira yenye ubora, kwa kufagia, kufuta vumbi, kuhakikisha pale ambapo panaonekana pana ufa tunafanya ukarabati kwa haraka. Nyumba ya Allah tabaraka wa taala iendelee kuwa imara. Nyumba yako utaijenga wewe, ukimaliza kuijenga utaishi, siku ukiondoka duniani utaiacha, haina faida yeyote na wewe. Lakini Allah mtukufu anasema, man bana lillahi masjidan, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Yeyote mwenye kujenga katika dunia hii msikiti, Allah tabaraka wa taala humjengea mtu huyo nyumba peponi. Msikiti
ni nyumba peke yake ambayo mja akiijenga Allah humlipa badala ya nyumba, sio duniani, peponi. Peponi anapata ujira aliyoshiriki katika kujenga msikiti, alau kwa tofali moja, tofali mbili, alau kwa bati moja, mfuko mmoja wa simenti. Pamoja na kumwombea kheri mfadhili wetu ambaye amejitolea pesa zake kukamilisha ujenzi wa msikiti huu, lakini kila yule aliyechangia kwa namna moja ama nyingine, pesa yake, tofali, simenti, nguvu zake, fikra zake kukamilika nyumba hii, Allah tabaraka wa taala iwe sababu kwake ya kumjengea nyumba peponi, kama anavyosema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ndugu zangu katika imani, msikiti ni nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Ndani yake tunaingia kufanya ibada, kumtaja Allah, kumtukuza Allah. Hatuingii kufanya biashara wala matangazo ya kibiashara. Ni makosa makubwa kugeuza msikiti kuwa ni sehemu ya kutangazia biashara za watu au kuuzia biashara za watu. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, idha raaitum man yabi'u au yabta'u fi almasajid, mtakapomuona yeyote anauza au ananunua msikitini, anasema Mtume, faqulu la arbaha Allahu tijarak, mwambieni Allah asikupe faida kwa biashara yako, Allah asipatishe faida biashara yako. Maana si katika haki ya msikiti kufanyiwa biashara ndani yake. Lakini msikiti, ndugu zangu, unaimarishwa kwa kuhakikishwa mazingira yake yanawekwa bora, hali yake ya hewa inakuwa bora. Haunukishwi msikiti, hata wanaoingia msikitini wanatakiwa wanukie. Na kuyajua na kuyatambua haya, ndiyo sababu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia masahaba zake, man akala min hadhihi shajara, yeyote mwenye kula mti huu. Anaukusudia mti gani? Athaum, mti wa kitunguu saum, ambao tunautumia sisi kutengeneza ladha kwenye mboga zetu, kwenye vyakula vyetu. Ni kilaji halali kabisa, lakini haiwi halali kwa Muislamu kula kitunguu saumu akaingia msikitini, maana harufu ile inaweza kuwa kero kwa mtu mwingine. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, man akala min hadhihi shajara, kwa maana ya kitunguu saum, fala yaqrabanna almasjid, na asikurubie misikiti yetu. Kitunguu saumu kukila harufu yake ni kero kwa watu wengine. Haya, wewe mvutaji wa sigara ambaye pua zako ndio zimekuwa exhaust, pua zako zinatoa moshi, masigara yamekuingia mwilini, yamezunguruka kwenye damu, jasho lako linanuka sigara, unaingia msikitini unanuka sigara, inakuwaje? Kama kitu cha halali ni makosa kuja nacho msikitini, Mtume anasema fala yakribanna, binunu taukidi katika grama ya lugha ya Kiarabu, asithubutu kukaribia misikiti yetu. Na wewe unayevuta sigara mpaka unanuka. Haya, na wewe ambaye ukuthamini, umetoka shambani na jasho lako na kila kitu, unakuja msikitini pasina kuoga. Ni lazima tukija msikitini tuje tumejipamba, tuje tumejiremba kwa namna ya alivyotujalia Allah tabaraka wa taala. Lakini si hivyo ndugu zangu, Allah amekupa muda wa kuja kufanya usafi msikitini, fanya usafi, wala usihisi ni udhalili. Mimi nisafishe msikiti? Hauna hadhi ndugu yangu mbele ya pepo. Chenye hadhi na sisi ni pepo peke yake. Katika vitu vinawanyenyua watu thamani ni kusafisha msikiti. Yauman Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatoa darsa msikitini kwake mbele ya masahaba zake. Anauliza, jamani, yule mama mweusi ambaye husafisha msikiti kila siku, mbona sijamuona mimi? Mbona amepotea? Masahaba wanamwambia, Mtume yule alishakufa karibia siku 3-4 zilizopita nyuma. Mtume ananyenyuka akiwa ameghadhibika, kwa nini hamkunihabarisha? Kwa nini hamkuniambia? Mnamdogesha mtu hali ya kuwa mtu huyu kanyenyuliwa na Allah tabaraka wa taala. Dulluni ala qabriha, nionyesheni kaburi lake liwapi. Wakampeleka mpaka kwenye kaburi la mama huyu, akasimama pembeni yake akamswalia sala ya maiti.
amekwisha zikwa takriban siku 3 nyuma, lakini mtume anampa hadhi kwa sababu ni mtu aliyekuwa akihudumia nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Nyumbani kwako kila siku unapitisha ufagio, wala hujioni kuwa ni mtu mwenye hadhi ndogo. Kwa nini unakuja kujiona mtu mwenye hadhi ndogo kusafisha nyumba ya Allah tabaraka wa taala? Safisha ndugu yangu, utapata maajabu. Si wewe, watapata maajabu jamaa zako siku Allah amemtuma malakul mauti kuja kuchukua roho yako. Itadhihiri kifo chako kitakuwa ni kifo cha kimaajabu, namna Allah tabaraka wa taala atakavyoyatukuza na kuyafanya ni ibra mauti yako kwa watu wengine. Kuna kazi sisi tunazidharau, tunaziona si lolote si chochote, lakini ni kazi zenye maana kubwa sana kwa Allah tabaraka wa taala. Kuna kazi za hovyo sana wala hatuoni aibu kuzifanya. Wamkuta mtu kazi yake ni kuzibua mitaro ya vyoo, kazi yake yeye pululu hii ni kuchimbia watu mashimo ya vyoo, wala haoni kinyaa. Lakini mwambie bwana kasafishe msikiti. Mimi wewe nani mbele ya Allah tabaraka wa taala? Wewe nani mbele ya nyumba ya Allah tabaraka wa taala? Tupiganeni vikumbo kusafisha nyumba hii ya Allah tabaraka wa taala ili iendelee kubakia kuwa bora siku zote. Msikiti ndugu zangu unaimarishwa. Tunaimarisha msikiti kwa kuhakikisha kuwa msikiti ni jamia. Msikiti ndio chuo kikuu alichokitumia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kufundishia masahaba zake Uislamu wetu: kuuza, kununua, kuoana, kuozesha, mahusiano, kuheshimiana, ibada. Elimu yote hii tunaipata hapa. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walipata mpaka elimu ya tiba kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, elimu ya uchumi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agriculture, kilimo walipata kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna kitabu ndugu zangu ambacho kinafundisha utimamu wa maisha ya mwanadamu kama Qur'ani. Hamna. Qur'ani inafundisha sayansi ya maumbile, inafundisha sayansi ya kilimo, inafundisha sayansi ya uhandisi. Qur'ani inafundisha uchumi. Qur'ani inafundisha mahusiano. Yeyote aliyeisoma Qur'ani ndani ya nyumba ya Allah msikitini, huyu ukimkuta anaishi kwenye jamii, maisha yake yamenyoka. Mwisho wa hutuba yangu ndugu zangu, ninawanasihi viongozi wanaosimamia misikiti kuhakikisha wanaibeba dhima ya kuwa wao ni viongozi, kutekeleza vilivyo kuhakikisha nyumba ya Allah inaendelea kuwa imara na bora siku zote, kwa kuhakikisha wanasimamia miundombinu yake, lakini pia kuwasimamia usimamizi ulio bora waumini wanaoingia ndani ya nyumba hizi kwa lengo la kuimarisha nyumba za Allah kwa kufanya ibada na kushiriki darsa mbalimbali. Maneno maudhui za darsa zao ziwe ni maudhui darsa zinazoenda sambamba na maisha ya watu. Hawezi mtu kuja soma dini ukamwambia we mpumbavu sana, halafu akaendelea kukaa na kusikiliza, ataondoka na hatorudi tena, na utakuwa umemzuia asije kuisoma dini yake. Ni lazima tutumie usulubu laini kuvuta watu kwenye dini. Lakini pia sisi kama viongozi lazima tuwe na matendo yaliyo mazuri ya kuwavuta watu waone kiongozi wetu ni mwadilifu, kiongozi wetu ni mwema, badala ya kuchukia msikiti akawa ni mwenye kupenda msikiti. Sehemu ngapi kwenye nchi yetu ya Tanzania watu wana magomvi misikitini? Waumini wanagombana na viongozi wao, viongozi wanagombana na waumini wao. Kwa nini tugombane mpaka tunafikia msikiti mmoja una jamaa mbili? Kwa nini tugombane mpaka mtu asuse nyumba ya Allah, asione kuswali msikitini ni bora, akimbie kwenda kuswali nyumbani kwake hali ya kuwa ni mwanamume? Ni lazima tuhakikishe tunasimama kuitekeleza dhima hii ambayo Allah tabaraka wa taala ameiweka juu ya vichwa vyetu, kaizungurusha kwenye shingo zetu, na yaumul qiyama atatuuliza juu ya dhima hii. Ya Rabbi, tujalie tuwe ni wenye kupatia na wala si kukosea. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba katika siku hii ya Ijumaa, tukiamini ni siku tukufu, uifunike nchi yetu ya Tanzania na usalama, uifunike nchi yetu ya Tanzania na amani. Ya Rabbi, mvua inayoendelea kunyesha katika nchi ya Tanzania na kwingineko duniani ijalie kuwa ni mvua yenye baraka, ni mvua yenye kheri na wanadamu,
Ya Rabbi, mvua inanyesha imeharibu makazi ya watu. Wafariji walioharibikiwa na makazi yao. Kuna watu wameharibikiwa na mifugo yao, kuna watu wameharibikiwa na mali zao, kuna watu wameharibikiwa na miundo mbinu yao mbalimbali. Ewe Allah, wape faraja itokayo kwako. Hakuna mfariji wa kweli isipokuwa wewe. Ya Rabbi, hii mvua kama ni shari kuendelea kunyesha izuilie, na kama ni kheri kuendelea kunyesha inyesheleze katika kheri, salama na amani kwetu. Ya Rabbi, tengeneza, tujalie urahisi wa kutengeneza miundombinu iliyoharibika ndani ya nchi yetu. Iwezeshe serikali iweze kupata pesa za kusaidia raia wake waweze kutoka pahala pamoja kwenda pahala pengine katika maeneo ambayo yameharibikiwa na miundombinu. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba katika siku hii ya Ijumaa, tunaongozwa katika nchi yetu hii ya Tanzania na mja wako dhaifu mnyonge Samia Suluhu Hassan. Mpe nguvu huyu mama, mpe maono, aweze kuwaongoza Watanzania na kuwatendea Watanzania yale yenye kheri na wao, na muepushe na kuwatendea Watanzania yenye shari na wao. Ya Rabbi, mpe nguvu na maono ya kuweza kupambana kwa ajili ya Watanzania ili gharama za maisha zipate poromoka chini kwao. Ewe Allah, mkinge na maadui na wote wenye kumfitini. Kila mwenye nia mbaya na yeye muweke mbali naye. Ewe Allah, jalia wasaidizi wake wawe ni wasaidizi wa kheri na yeye, na wala si wasaidizi wa shari na yeye. Watende na watekeleze mipango yake pasina kumsaliti wala kumzunguruka. Ewe Allah, tunakuomba jalia amani katika maisha ya Watanzania, na wajalie raia wa Tanzania kuwa ni raia watulivu na wasikivu kwa serikali yao, bali wenye subira, wenye upendo wa kusaidiana wao kwa wao. Waendelee kupendana kama Watanzania, kwa sababu umewajalia kuwa ni Watanzania na wewe unajua hekima yako katika hilo ni nini. Ewe Allah, tunakuomba uwape nguvu, uwakinge na uwaepushe na uwanusuru ndugu zetu wa Palestini kutokana na vitimbi vya Mayahudi na Mazayuni wa Kiyahudi. Ewe Allah, wape nusura ya kweli, nusura ya haraka, nusura itokayo kwako. Ya Rabbi, kila Yahudi atakayeingia Gaza, jalia Gaza kuwa ni kaburi lake. Ewe Allah, jalia kila atakayemsaidia Yahudi popote duniani aangamie kama utakavyomwangamiza yule ambaye anawadhulumu na kuwanyanyasa wa Palestini. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba uwaponye wagonjwa wetu walioko vitandani, wanyenyue na wape shifa ya haraka. Ya Rabbi, tunakuomba watoe nje kama ambavyo sisi unatutembeza nje. Ewe Allah, tunakuomba ya Rabbi, wanyenyue katika vitanda vyao, wawe na furaha kama ile ambayo sisi tunayo. Ya Rabbi, na wale walio katika sakarati mauti, jalia wepesi na raha katika kuondoka kwao kwenye hii dunia. Ya Rabbi, na sisi kumoja ukituondosha katika hii dunia, tujalie mwisho mwema unaoridhia wewe. Ewe Allah mtukufu, tunakuomba fungua mafundo yaliyofunguka katika kazi za wengi miongoni mwetu ambao mipango yao imekwama, wajalie mipango yao iwe mepesi. Ambao wanahisi mazao yao yataenda kuharibika na mvua, kinga mazao yao wayapate yakiwa salama salmini, bali yenye baraka, na wao itoshe chakula kwao kwa mwaka mzima. Ewe Allah, ya Rabbi, tunakuomba ujalie wale ambao ni vijana katika sisi wasio na wake, waozeshe. Wanaishi katika dunia yenye fitna kubwa sana kutoka wanawake. Jalia uwepesi wa kuoa kwao, na wajalie wake wenye kheri na wao. Lakini pia mabinti wasio na waume, wajalie wapate waume ya Rabbi, waondoke katika mikono ya wazazi wao, waende wakaishi katika mazingira yaliyo salama kwa waume zao. Ya Rabbi, jalia wanandoa walioana miaka mingi iliyopita pasina kupata watoto, jalia wapate watoto. Ewe Allah, jalia upendo baina yetu. Wako watu wamechukizana, wamenuniana, hawasemeshani. Jalia katika Ijumaa ya leo iwe ni sababu ya kupatana, kuongea, kucheka pamoja na kufurahika pamoja. Ni haramu kwa Muislamu kununiana na Muislamu mwenzake. Ya Rabbi, jalia upendo baina yetu, jalia huruma baina yetu, jalia amani katika maisha yetu, jalia baraka katika vijiji vyetu. Ewe Allah, tujalie sisi watoto tuwe ni wenye heshima na adabu kwa wazee wetu, na wajalie wazee wetu kuwa ni wenye huruma na sisi watoto wao. Ya Rabbi, wasamehe wazazi wetu waliolala makaburini, yatie nuru makaburi yao ya Rabbi, yapanue makaburi yao ya Rabbi. Ya Rabbi, wamiminie kheri na baraka hapo walipo,
na yaumul qiyama ukiwafufua wafufue pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ewe Allah, usituzuie kuombea dua wazazi wetu walio makaburini. Ya Rabbi, tujalie daima kuwa ni watoto wema kwa wazazi wetu walio hai na walio kufa, tuwe ni watifu na wasikivu kwao. Ewe Allah, jalia amani na upendo katika maisha yetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'il arba' khususan Abi Bakr as-Siddiq وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن البقية أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سهلنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا يشافي إلا شفيته، ولا الحاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.